أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wapendwa wana mizani popote mlipo. Leo tutakuwa na makala inayohusu kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tundu Lissu, ambapo madai yake ya kutaka katiba mpya na kuhamasisha kuwepo wa tume huru ya uchaguzi yamegeuka na kuwa ni kesi ya jinai, kama ambavyo Watanzania wote na mashirika yote ya nje na ndani yamefahamu hivyo, wakijiuliza namna gani maandamano ya kudai katiba mpya na kudai tume huru ya uchaguzi yanavyoweza kisheria kugeuka kutoka kuwa madai na kuwa kesi ya kuiondoa serikali madarakani. Mashirika ya kiraia, vyama vya upinzani na asasi za kutetea haki za binadamu hapa nchini vimekosoa vikali hatua ya kukamatwa na kushtakiwa mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tundu Lissu. Mtazamo wa mashirika na vyama vya upinzani vimeshutumu serikali kwa kuwawekea vikwazo wapinzani kuelekea uchaguzi mkuu utakaofanyika baadaye mwaka huu. Kwa upande wake, serikali imekanusha madai hayo, ikisisitiza kuwa mashtaka dhidi ya Lissu yanatokana na misingi ya sheria, kwa kuwa mwanasiasa huyo anachochea uasi na kushajiisha wafuasi wake kususia uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani unaotazamiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu alipandishwa kizimbani siku ya Alhamisi Aprili 10, 2025 kwa tuhuma za uhaini, shtaka ambalo hukumu yake ni kifo. Kwa matamshi aliyoyatoa hivi karibuni, ambayo waendesha mashtaka walisema alitoa wito wa wafuasi wake kuasi kwa nia ya kuvuruga uchaguzi. Mashtaka yanayomkabili Lissu, ambaye ni mshindi wa pili katika kinyang'anyiro cha nafasi ya urais ya mwaka 2020, yametoa nafasi ya kutathmini upya rekodi ya haki za binadamu katika utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan katika wakati huu anapoendelea kufanya kampeni ya kuchaguliwa tena kusalia madarakani kwa miaka mingine 5 ijayo. Wakili Tundu Lissu, ambaye alinusurika jaribio la mauaji mwaka 2017 baada ya kumiminiwa risasi na watu ambao ni maarufu sana kwa jina la wasiojulikana, Rugemeleza Nshala, amepuuzilia kwa mbali mashtaka hayo, akisema yamechochewa kisiasa. Kutokana na matamshi yaliyotolewa na makamu mwenyekiti wa chama tawala CCM, mwanasiasa mkongwe Steven Wasira, kwamba Lissu hana adabu na hatatoka gerezani, yanaondoa shaka juu ya kauli ya mwanasheria wa Lissu kwamba mashtaka dhidi ya mwanasiasa huyo yamechochewa kisiasa. Ndio maana tayari CCM inajua kuwa Lissu atakaa ndani sana, na anachochea hisia za wazi kuwa huenda kosa la uhaini limejumuishwa ili kutimiza azma ya Lissu kubakia jela kwa muda mrefu, kwa sababu kosa la uhaini halina dhamana. Ama kuhusu kwa kiasi gani mashtaka ya uhaini yanahusiana na kampeni yake ya kushinikiza mabadiliko katika katiba na tume huru, hii ni swala la tafsiri ya kisheria, lakini ambacho Watanzania wote pamoja na jumuiya za kimataifa kwa sasa tunatambua ni kwamba Lissu anakabiliwa na mashtaka yanayotokana na kesi ya uhaini. Wakili wa Lissu anasisitiza kuwa hii ni kesi ya kisiasa tu. Mteja wangu alikuwa akizungumza na wafuasi wake wa chama chake na kueleza msimamo wa chama kuhusu mageuzi ya uchaguzi, wakili Nshala aliwaambia waandishi habari punde tu baada ya kutoka nje ya mahakama siku kesi hiyo ilipowasilishwa mbele ya mahakama. Chadema imeendelea kushinikiza mageuzi makubwa katika mfumo wa uchaguzi, ikiwa ni pamoja na kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi. Chama hicho kimeonya kuwa huenda kikasusia uchaguzi iwapo mageuzi hayo hayatafanyiwa kazi. Joto la kisiasa lililopo nchini kwa sasa ni kukamatwa mwenyekiti wa chama hicho cha maendeleo Chadema Tundu Lissu, na hatima ya kampeni ya chama chake ya kuzuia uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu kama hakukuwepo mabadiliko ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Walakini la muhimu sana kuliko yote, hata katiba kwa sasa, ni kuhusu uwepo wa tume huru ya uchaguzi. Mwenyekiti Lissu alikamatwa akiwa katikati ya kampeni hiyo ambayo ilizinduliwa rasmi katika jiji la Mbeya. Kesi inayomkabili ni uhaini, ambayo nadharia yake ni kuhatarisha uhai wa serikali, kula njama za kuiondoa kwa nguvu serikali halali iliyopo madarakani.
ni vigumu sana kuoanisha madai ya katiba mpya na tume huru au kususia uchaguzi na kuyahusisha na uhaini. Kauli hii ni kwa mujibu ya maoni ya baadhi ya wanasheria waliotoa maoni yao kuhusu kesi hii, akiwemo kaka yake Lissu, wakili Mwigae. Katika makala yetu ya leo, mizani itajielekeza katika masuala manne yaliyozunguka swala hili, japo kuwa haitajiingiza moja kwa moja katika kutoa tafsiri ya kesi inayomkabili Lissu. Kwanza ni juu ya kampeni ya Chadema ya No Reforms, No Election na malengo yake. Pili ni mpasuko uliojitokeza ndani ya chama hicho juu ya kampeni hiyo. Tatu ni misimamo ya vyama vingine vya siasa juu ya kampeni hiyo. Na nne ni juu ya hali halisi ya kisiasa na kijamii katika Tanzania, na hilo ni hitaji la katiba mpya. Hoja tatu za kwanza tutazijadili kwa pamoja. Kimsingi, msimamo wa Chadema wa No Reforms, No Election maana yake ni kuwa kama iwapo hakutakuwa na mageuzi katika katiba na mfumo wa sheria za uchaguzi, no election. Kwa msingi huo ni kwamba hakuna uchaguzi. Hii kauli itakuwa na tafsiri nyingi pale itakapofika mbele ya mahakama kuelezea ni nini maana yake. Lakini kwa kifupi tu unaweza kusema endapo itakuwa hakuna mabadiliko katika sheria za uchaguzi, sheria ambazo zinaipa tume ya uchaguzi kuwa na maamuzi ya mwisho yasiyoweza kuhojiwa kwa njia yoyote, na hata mahakama haithubutu kuweza kuyajadili katika ngazi ya urais, yanaifanya sheria ya uchaguzi ya Tanzania kuwa ni kitabu kitakatifu cha Biblia au Qurani tukufu, ambayo hapana anayeweza kujadili yaliyoandikwa ndani yake bali kufuata tu. Tafsiri nyingine watazitoa wanasheria wakati wa kesi ikiwa katika hearing, wakati wa kusikilizwa. Msemo huo umeibuka ghafla baada ya uchaguzi mkuu wa ndani wa chama hicho uliofanyika mwanzoni mwa mwaka huu, uchaguzi ambao ulibadili kabisa si tu safu za uongozi wa juu wa chama hicho, lakini zaidi taswira ya mwelekeo wa chama hicho kisiasa. Hata hivyo, suala la madai ya katiba mpya sio geni katika Tanzania wala halikuanzishwa na Chadema. Limekuwepo kwa muda mrefu tangu baada ya uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi vya siasa mnamo mwaka 1995, ambapo chama kinara cha upinzani wakati ule kilikuwa ni NCCR Mageuzi. Kutokana na malalamiko ya kutotendewa haki kwa vyama vingi katika chaguzi mbalimbali za rais, wabunge na madiwani, hoja ya tume huru ya uchaguzi iliibuka rasmi baada ya kushindwa kwa aliyekuwa mgombea wa NCCR Mageuzi Augustine Odiatonga Mrema, ambaye mbele ya imani ya wengi ndiye aliyekuwa mshindi katika uchaguzi wa mwaka 1995. Kule visiwani Zanzibar nako ilikuwepo imani au dhana kwamba Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye kwa sasa ni marehemu, na chama chake Civil United Front CUF, chama cha wananchi, naye alishinda uchaguzi wa urais, lakini ushindi wake ukaporwa na tume ya uchaguzi na kupatiwa mgombea wa CCM Daktari Salmin Amor. Madai yote haya hayana vigezo vya kisheria kutokana na mfumo mbovu wa tume iliyopo, ambayo imepewa mamlaka ya tangazo lake kutopingwa kwa njia yoyote ile. Na hilo linawakwaza wale wanaogombea nafasi hiyo kuona kwamba uchaguzi hauwezi kuwa wa haki endapo una kikwazo cha hata kulijadili jambo hilo, inakuwa ni kosa la kisheria kwa kuwa tume haihojiwi. Kuanzia hapo madai ya tume huru ya uchaguzi yalianza kuwa ajenda kuu ya kisiasa ya vyama vyote, huku yakiitikiwa kwa nguvu kwa kauli za baadhi ya makada wa CCM ambao kwa uwazi na kwa faragha wamekuwa wakikiri na kutamba kwamba wamekuwa wakishinda chaguzi kwa njia za hila kwa kutumia turufu yao ndani ya tume ya uchaguzi. Baada ya uchaguzi wa mwaka 2000, malalamiko yalianza kuhama kutoka hitaji la tume huru ya uchaguzi ambalo pengine lilionekana kuwa la kisiasa zaidi na kuelekea hitaji la katiba mpya ambalo lina sura ya kitaifa zaidi. Kuanzia hapo vyama vingi vya upinzani vinavyojielewa na vile visivyojielewa vikaingia katika mkumbo huu wa kudai katiba mpya, japo kuwa wengi ukiwatazama kwa makini hawasumbuliwi kwa vyovyote vile na hiyo tume ya uchaguzi isiyo huru au iliyo huru au katiba iliyopo sasa. Mwaka 2011 rais aliyekuwa madarakani wakati huo Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alionekana kutaka kujenga legacy yake kwa kujaribu kuwaachia Watanzania katiba mpya. Akaanzisha mchakato wa katiba mpya chini ya upinzani mkali kutoka kwa chama chake na hata serikali yake.
Aliyekuwa waziri wa sheria wakati huo marehemu Mama Selina Kombani pamoja na mwanasheria wake mkuu Jaji Frederick Mwita Werema ambaye alifariki Desemba 2024 walionyesha wazi kupinga mchakato huo. Hata hivyo, kwa mamlaka ya rais, mchakato ule ulianzishwa rasmi, japokuwa mwishowe ilikuja kuwa dhahiri kwamba matarajio ya rais yalikuwa kinyume kabisa na dhamira zilizokuwa katika mioyo ya waliokuwa wakiidai. Ulipofikia hatua ya kura za maoni ya katiba iliyopendekezwa, mchakato ulisitishwa baada ya kuwa wazi kwamba taifa lilikuwa likielekea kubaya. Katika serikali ya awamu ya 5 ya marehemu John Pombe Magufuli, shughuli za kisiasa hasa za upinzani hazikupata nafasi kabisa, pamoja na kwamba mashinikizo ya kumaliziwa kwa mchakato ule wa tume ya Jaji Warioba yalikuwepo, lakini iliwekwa wazi kwamba hilo halikuwa kipaumbele cha Rais Magufuli katika vipaumbele alivyoviwekea utekelezaji wake katika uongozi wake. Kuingia kwa serikali ya awamu ya 6 kulionekana kuja na mfumo au mtindo wa suluhu zaidi ili kuondoa makovu yaliyojitokeza katika awamu ya 5. Bila shaka dhamira ilikuwa njema, lakini haikuzingatia hila zilizokuwepo katika dhati ya madai mbalimbali ya kisiasa ambayo wadau waliyazingatia. Kila hatua ya suluhu ilionekana kutekelezwa ilizalisha changamoto nyingine mpya zaidi. Wakati Rais Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, jambo alilolikuta mezani ilikuwa ni malalamiko ya utendaji wa kimabavu, ubabe, maamuzi yasiyozingatia misingi ya sheria na mambo ya mauaji, kunyamazishwa kwa wapinzani wa vyama vya kisiasa, kuwekwa ndani wafanyabiashara, kunyang'anywa mali na kupatikana maiti chungu mzima zilizohusishwa na wale ambao wanaitwa kuwa wasiojulikana. Rais Mama Samia alijaribu kuendelea kuondoa makovu hayo, japokuwa pia alishindwa katika dhamira yake ya kuleta kile alichoita kuwa ni suluhu. Katika ufunguzi wa kampeni yake jijini Mbeya, Lissu kwa maelezo yake aliweka wazi kwamba lengo kuu la kampeni ya No Reform No Election ni kuchokonoa hisia za serikali yetu pamoja na jumuiya za kimataifa juu ya ukosefu wa uchaguzi huru na wa haki katika Tanzania. Uchaguzi ambao matokeo yake yataakisi hisia na ridhaa za jumla za wananchi. Hata hivyo, wakati hayo yakitokea, wamejitokeza baadhi ya wanachama waandamizi wa chama hicho kukana kampeni hiyo na kudai kwamba haikuazimiwa wala kupangwa na kikao chochote cha chama hicho. Kwa maana hiyo, wanachama hao waliojibatiza jina la G55 wanatuambia kwamba kampeni hiyo ni ya Lissu na kundi lake ndani ya Chadema na wala si kampeni ya Chadema kama chama. Kuibuka upinzani huo ndani ya chama hicho kuna maanisha kwamba kampeni hiyo imeshapoteza mwelekeo, na hivyo mvuto wake mbele ya wananchi, hata kama kwa wenye akili, ni wazi tu kwamba upinzani huo ni matokeo ya mpasuko ulioanzia katika uchaguzi mkuu uliopita, mpasuko ambao mizani ilishautabiri na kuongelea hata kabla ya uchaguzi wa viongozi wa ngazi za juu wa chama hicho kufanyika. Wakati wa uzinduzi huo, Lissu pia alitabiri kupata upinzani kutoka baadhi ya vyama alivyoviita uchwara, na baadhi yao alivitaja kwa majina yao halisi na kudhihaki kwamba lazima vitatumiwa na CCM kuvuruga msimamo huo wa kuzuia uchaguzi. Hapa tunapata dosari kuu za kisiasa, ama kampeni yenyewe No Reforms No Election, ama Chadema yenyewe chini ya Tundu Lissu, au udhaifu wa kisiasa wa Tundu Lissu mwenyewe. Kila mwenye akili timamu aliyemsikia Lissu siku ile lazima alishangazwa na kauli zake ambazo zilimaanisha kuvitaka vyama vyote kufuata misimamo ya Chadema na ikiwezekana kushiriki katika kampeni aliyoianzisha. Kuvitaja kwa majina baadhi ya vyama na kudai lazima vitatumiwa na CCM kuvuruga mikakati ya kuzuia uchaguzi, kwa vyovyote ni uchokozi wa kisiasa, kwa vile kila chama kilisajiliwa kivyake kwa malengo yake na kwa falsafa zake, hata kama vyote vinajinasibu kuhitaji mabadiliko ya katiba. Kinyume chake si tu kwamba Chadema haikushirikisha vyama vingine katika kutengeneza msimamo wake, lakini zaidi ya hoja ya G55 zinaonyesha kwamba hata ndani ya Chadema kwenyewe hakukuwahi kutengenezwa msimamo wowote juu ya kampeni hiyo. Mbaya zaidi,
lugha inayotumika kuviongelea imekuwa ni kashfa hata kabla vyama vyenyewe havijafanya yale vinavyotabiriwa kufanywa kupitia CCM. Matokeo yake mpaka sasa hakuna chama chochote kilichokwisha onyesha kujiunga na msimamo huo wa kususia uchaguzi wala kampeni yake. Karibia vyote vilivyobaki vimeendelea kushiriki mambo ambayo yanaonyesha kwamba vitashiriki katika uchaguzi hata kama vina malalamiko ya uhuru wa tume ya uchaguzi. Hoja ya 4, kama tulivyobainisha awali, ni ile ya hali halisi ya kisiasa na kijamii katika Tanzania na hitaji la katiba mpya au hiyo tume huru ya uchaguzi. Kimsingi swala la mabadiliko ya katiba linaweza kuwa pana mno kuweza kulikamilisha kwa muda huu uliosalia kufikia uchaguzi mkuu, hasa tukizingatia yale tuliyoyashuhudia katika mchakato uliotangulia chini ya tume ya Jaji Warioba. Mchakato ya katiba mpya inahusu misingi ya taifa, hivyo si swala la kulifanyia mzaha. Ama kuhusu kubadili mfumo wa kuwa na tume huru ya uchaguzi, kamwe jambo hilo haliwezi kusemwa ni gumu kulitengeneza kama dhamira ya ukweli ikiwepo, na kwa hakika ni wazi kwamba tume huru ya uchaguzi ni ombwe la kitaifa kuhusiana na uchaguzi na ni jambo la lazima. Sheria ya uchaguzi ya Tanzania haiwezi kabisa kuruhusu uchaguzi huru na wa haki, na ndio maana miaka yote yamekuwa malalamiko dhidi ya tume hiyo kila uchaguzi unapomalizika. Masuala kama ya uteuzi wa watendaji, wakuu wa tume, wakurugenzi, kutopingwa kwa matokeo ya uchaguzi wa rais, mapingamizi kwa wagombea na mengine mengi ni vikwazo vya wazi kwa uchaguzi huru na ulio wa haki. Kauli ambazo mara kadhaa zimekuwa zikitolewa na baadhi ya makada wa ngazi za juu wa CCM, kama ile iliyotolewa na Ali Abedi Karume kwamba CCM haijawahi kushinda hata mara moja katika uchaguzi wa Zanzibar, na vile vile kauli ya Nape Nnauye ya kwamba CCM itashinda uchaguzi kwa namna yoyote hata kama itokea ikilazimu kwa goli la mkono, zinathibitisha kirahisi sana swala hili, hata kama wanaozisema kauli hizo ama hufukuzwa katika chama ama kukaripiwa kama mchezo wa kuigiza. Tatizo kuu la vyama vya upinzani ni kuacha kung'ang'ania hoja yao ya tume huru na kujiingiza katika swala pana zaidi la katiba mpya ambalo linagusa mambo mengi mno, tena ya msingi sana kitaifa kuliko lile la tume huru ya uchaguzi. Ukweli ni kwamba katiba mpya sio hoja ya kisiasa, na hata katika dhamira njema na ya kuimarisha utaifa, mara nyingine imekuwa msingi wa kuubomoa kabisa, kwa vile inawakumbusha watu tunu na maslahi ya makundi yao ya kijamii ambayo wameyapoteza ili kuwemo katika taifa. Ambacho mizani ingeweza kushauri Chadema na wapinzani wengine ni kutengeneza mapendekezo ya muundo wa tume huru ya uchaguzi pamoja na namna ya uteuzi wake, na kushiriki kwa pamoja mapendekezo hayo kuliko kuendelea kupigania masuala ya kufikirika. Tatizo lingine la upinzani Tanzania ni ulafi, unafiki na kutoaminiana, huku kila mmoja akitaka kuwa mwanzilishi na kinara wa mchakato wowote wa kisiasa unaojitokeza. Katika hili ni wazi kwamba Chadema na hata hao wanaokataa kukiunga mkono wanatafuta umaarufu wa kisiasa, kila kimoja kikitazama maamuzi ya kingine kama mtego tu wa kuwaburuza wengine, kama ilivyokuwa katika umoja wa kambi ya upinzani ulioundwa kwa nia ya kushinikiza katiba mpya na kuitwa Ukawa. Vyama vyote vilijiunga na Ukawa, mwisho wa siku vilijikuta vimekuwa mikia ya Chadema na kuwa mwanzo wa maanguko yao. Haya ndiyo ambayo yanayoonekana na kujitokeza katika jumla ya madai yanayoendelea katika swala la tume huru ya uchaguzi, na vile vile kuhusu swala la namni atakuwa rais na namna yanavyoweza kuhojewa matangazo linalotangaza mshindi wa kiti cha urais. Kwa mfano, mwaka 2020 uchaguzi kuanzia ndani ya Chama cha Mapinduzi na hata kujumuisha vyama vyote kwa pamoja ulikuja na matokeo ambayo yalionyesha wazi kuwa kulikuwa kuna hila zilizokuwa kwa makusudi zinawaengua wapinzani wasipate nafasi yoyote katika nafasi walizokuwa wakigombea. Kuna wale ambao walienguliwa na tume kutokana na majina yao kutokuandikwa vizuri. Kuna wale ambao walienguliwa katika uchaguzi kwa kukuta ofisi zimefungwa za tume. Kuna wale ambao walienguliwa kwa kuondolewa tu ndani ya chama, japokuwa katika kinyang'anyiro walikuwa wameshinda,
na kuwekwa watu wapya kabisa ambao walishindwa. Jambo hili haliwezi kuonyesha kuwa tunaelekea mahali palipo pazuri sana, ukiachilia mbali mabavu ya kisiasa ambayo yanaonekana kutumika kutoka serikalini na kuleta mbinyo kwa vyama vya upinzani ambavyo havina dola mikononi. Kwa hivyo basi ni wajibu wetu kusemea kila ambalo tunaona litaweza kudumisha utangamano wa kitaifa na kukumbushana kila wakati kuwa hakuna mtu yoyote Tanzania, hakuna chama chochote wala taasisi yoyote ambayo ina hati miliki ya kutawala Tanzania. Kila Mtanzania anakuwa na haki ya kugombea nafasi anayoitaka, na zaidi ni kuwa mtu yoyote anastahili kuwa mgombea hata kama awe hana chama. Yeye binafsi kama mtu binafsi Mtanzania anastahili kuwa na haki ya kugombea nafasi anayoitaka, japo kuwa asipite kwenye chama chochote kile. Na hili ni ombo ambalo bado linahitaji mabadiliko ndani ya katiba, mabadiliko ndani ya tume ya uchaguzi, ili ile nafasi inayowapa Watanzania uhuru wa kuchagua na kuchaguliwa iwe pana zaidi. Kwa hivyo tunaona kwamba tutoe ushauri huu na kwa serikali pia kwamba njia ya kumaliza matatizo kama haya ni vizuri ikachukua nafasi za kisiasa zaidi kuliko kutumia mabavu ya kiserikali ambayo yataonyesha kuwa watu watakuwa wamenyamaza kimya kwa kuogopa mabavu ya serikali, jambo ambalo halitodumu kwa muda mrefu, na mfano wake ni sawa sawa na kufunika moto lakini kwa kutumia majivu. Wakati utakapokuja upepo mkali ni lazima vumbi litaondoka na moto halisi utabaki ukionekana, na hilo itakuwa si jambo zuri kwa Tanzania ambayo ina sifa kubwa katika mataifa yote ya Kiafrika, na watu wote wamepata uhuru walio wengi kupitia Tanzania, na watu wote katika nchi zao na mataifa yao wanafananisha kwa kila hali maisha ya Watanzania kisiasa na kijamii. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.